Nami majina yangu ni Reverend Naomi Njoroge na nimeokoka nina Yesu. Amekuwa mwema na ninamshukuru ni kwa sababu ya wokovu na hata kwa sababu ya kunipenda. Bwana Yesu pewe sifa. Ninashukuru Bwana ni kwa sababu ya siku njema ambayo amefanya na ndio tukaweza kuingia katika nyumba yake kwa kusudi na lengo lake. Bwana Yesu pewe sifa. Tunapomalizia mwaka ninajua ya kwamba kila mmoja katika moyo wake tuko na shukrani nyingi, ni kwa sababu Bwana Mungu amekuwa pamoja nasi na neema yake imetubeba umbali huu. Bwana Yesu apewe sifa. Leo ni tarehe 2 mwezi wa Novemba. Bwana Yesu apewe sifa. Na tumesonga pamoja na Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Tumebakisha mwezi mmoja tumalize mwaka wa 2025. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kila mtu ako na jambo ya kusimama mbele zake Bwana na kumwambia ni asante. Bwana Yesu apewe sifa. Pia ningependa niwashukuru kwa vile tumetembea safari ya mwaka huu pamoja nanyi. Bwana awabariki. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa naomba tuweze kutulia mbele zake Bwana na ndio tuweze kulisikia neno la siku ya leo, na ninajua tutabarikiwa kwa pamoja. Napenda nichukue nafasi hii nikaribishe our online members katika ibada ya siku ya leo, ndio tukaweze kumega neno lake Bwana siku ya leo, na ninajua tutabarikiwa kwa pamoja. Kwa hivyo mahali walipo wote na wakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Na ujumbe wa siku ya leo ninapenda sana ningine juu ya imani. I want to speak of faith. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa sababu ningependa niweze kuongea jinsi ambavyo imani hufanya kazi na jinsi ambavyo imani hufanya katika ya maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Na ninaona ya kwamba kuna siku niliweza kuguza juu ya ujumbe huu, lakini sasa nikasikia himizo tena mara tena katika moyo wangu ya kunena neno hili kwa undani sasa, na ninajua tutabarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Niseme ya kwamba I start with what is faith. Bwana Yesu apewe sifa. Imani ni nini? Bwana Yesu apewe sifa. Na tukisoma pale in the book of Hebrews chapter number 11, Bwana Yesu apewe sifa, inatuelezea what is faith. Tuweke pale ndio tuweze kuandamana. That is Hebrews 11 verse 1. Now faith, lakini baba Nicholas nitakaa hapo kwa sababu tutasoma vitabu kadhaa. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Bwana Yesu apewe sifa. Faith is a substance. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini baba Nicholas ningependa usome kwa lugha ya Kiswahili. Amen. Tutasoma Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia sasa inatafsiri neno faith. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba basi imani ni kuwa na uhakika. Bwana Yesu apewe sifa. Uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Uhakika ni nini? Bwana Yesu apewe sifa. Basi imani ni kuwa na uhakika. Uhakika is assurance. Bwana Yesu apewe sifa. Faith is assurance of things hoped for and evidence of things not seen. Bwana Yesu apewe sifa. Uhakika is that assurance. Bwana Yesu apewe sifa. Kuwa na uhakika kabisa ya kwamba ambacho ninatumainia Mungu kwa sababu yake ni kiko na si
ya mambo yatarajiwayo. Bwana Yesu apewe sifa. Nimesema ya kwamba uhakika is assurance. Bwana Yesu apewe sifa. Assurance ni kutokuwa na doubt, kutokuwa na shaka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo yeyote yule aliye na imani, Bwana Yesu apewe sifa, na anasema ya kwamba anatembea na imani, na anasema ya kwamba ana imani ndani yake Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ni lazima ndani yake kusiwe na shaka. Bwana Yesu apewe sifa. Because doubt is the enemy of faith. Bwana Yesu apewe sifa. Doubt is the enemy of faith. You cannot proclaim to have faith when you have doubt. Bwana Yesu apewe sifa. Doubt opposes faith. Bwana Yesu apewe sifa. Because doubt is the enemy of the truth. Bwana Yesu apewe sifa. You cannot claim to have faith and yet doubt dwells in you. Bwana Yesu apewe sifa. Huwezi ukasema ya kwamba wewe una imani ili hali ndani yako muna shaka. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio Biblia inasema ya kwamba faith is the assurance of things hoped for, Jesus, and the evidence of things not seen. Thank you, Jesus. Evidence of things not seen. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inazidi na kusema ya kwamba basi imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo. Bwana Yesu apewe sifa. Mambo yatarajiwayo. Mambo yatarajiwayo ni kusema ya kwamba ni mambo hayapo, si ndio? Kwa sababu mambo unayoyatarajia sio mambo yako, si ndio? Sasa kama niko kwa kanisa siwezi nikasema na ninatarajia niko kanisani. Si I am already in the church. Kwa hivyo neno tarajiwa linaonyesha ya kwamba ni mambo ambayo hayapo. Bwana Yesu apewe sifa. Ni mambo ambayo huwezi ukasimamisha. Ni mambo ambayo hautayapokea katika mikono yako. Bwana Yesu apewe sifa. Ni mambo ambayo mtu wa dunia hawezi akayaona kwa macho haya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana sifiwe. Ni mambo huwezi ukasimamisha mbele zetu ndio tuone. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ninashukuru Mungu sana. Ni kwa sababu hata kama ikiwa ni mambo yanayotarajiwa, Bwana Yesu apewe sifa, katika imani yatarajiwayo yapo. Bwana Yesu apewe sifa. Katika imani ndani yake Yesu Kristo, mambo unayoyatarajia yapo. Bwana Yesu apewe sifa. With faith in God. Bwana Yesu apewe sifa. Things hoped for. Bwana Yesu apewe sifa. Are already there. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ambacho kinatuhitaji sisi, we are required only to apply faith. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kuhitaji wewe ambacho unakikusudia, it requires you of just apply faith. Bwana Yesu apewe sifa. Kuweka tu imani. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa hivyo ninaweza nikasema ya kwamba faith is the language of God. Ni lugha ya Mungu. Na ni lugha ambayo Mungu huisikia na huwa anaijua. Faith is the language of God.
Bwana Yesu apewe sifa. Faith is the power to unlock, Bwana Yesu apewe sifa, in the spiritual realm. Bwana Yesu apewe sifa. Faith is the language of God. Bwana Yesu apewe sifa. It is also the key, Bwana Yesu apewe sifa, to unlock in the unseen world. Bwana Yesu apewe sifa. It is the key to unlock in the unseen realm. Bwana Yesu apewe sifa. It is the key to unlock into the heavenly riches. Bwana Yesu apewe sifa. Ni funguo na ni lugha. Unapoinena lazima mbingu ifunguke. Bwana Yesu apewe sifa. It is the language that moves God. More than a robo. Once you enter into that realm, ukiingia katika hali ya imani, usimame mbele zake Bwana, uongee na Mungu kwa imani. It is the language that moves God. Bwana Yesu apewe sifa. Jesus. Bwana asifiwe. Faith is a force. It's a force that can never be opposed. Kwa sababu ukisimama tu kwa imani, uongee katika imani, sisi zote tusimame against you, hatuwezi tukakupiga. Kwa sababu the minute you speak words in faith, Bwana Yesu apewe sifa, God himself backs the words that you have spoken. Kwa hivyo sisi sote, hata tukiukongamana sote against you, hatuwezi tukakupiga. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ninataka niseme ya kwamba faith is a force that can never be opposed. Bwana Yesu apewe sifa. Na ujue it's a force that can never be opposed. Bwana Yesu apewe sifa. Jesus himself spoke of it wakati alisema na akawaambia wanafunzi wake, na kama mnaweza kuwa na imani as little as a mustard seed. Bwana Yesu apewe sifa. Is it in the book of Matthew chapter number 4? Amani, hebu tuangalie. Matthew chapter number 4. As little as mustard seed. Utaambia mlima uondoke, si ndio? Ni hapo. That is 31. Tusome. Amen. Mathayo sura ya 13 mstari wa 31. Yes. Neno linasema, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje la haradali aliloitoa mtu akaipanda katika shamba lake. Nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini ikiisha kumea huwa kubwa kuliko mboga zote. Sio hiyo nimesema, it's faith as little as a mustard seed. If you have faith, utaambia mlima uondoke, nao mlima utatii.
Bwana Yesu apewe sifa. Matthew 17:20. Mark 17:20. Matthew 17:20. Mark 11:23. Hebu tusome. Mark 11 verses 23. Biblia inasema Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tuendelee ama tuendelee. Amen. Tasoma Matthew 11, Mark 11 and verses 23. Amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Bwana Yesu apewe sifa. Hapo ni Yesu alikuwa ananena, anasema amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba, niliwaambia ya kwamba there is this verse that Jesus said, if you have little faith as the mustard seed, utaamuru mlima ung'oke mahali hapa na uenende mahali kwingine. Matthew 17:20. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Yes. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu uondoke hapa uende kule, na utaondoka, wala hautakuwako neno lisilowezekana kwenu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba Yesu akawaambia wanafunzi wake neno hili, ni kwa sababu aliwatazama na akaona ya kwamba ndani yao hawana imani. Bwana Yesu apewe sifa. Akawaambia ya kwamba, Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amini nawaambia, aliwaona ya kwamba hawana imani. Hata kama walikuwa wamekaa na yeye, hawakuwa na imani. Na sasa ndipo akawaambia ya kwamba mkiwa na imani, akawaambia kwa upungufu wa imani yenu, kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwepo neno lisilowezekana kwenu. Bwana Yesu apewe sifa. Hakutakuwa na neno lisilowezekana kwenu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hilo neno linataka kutuambia nini? With faith there is no impossibility. With faith everything is possible. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiwa na imani, hakuna jambo lisilowezekana kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiwa na imani, hakuna jambo lisilowezekana kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Na ninakumbuka ya kwamba niliwaambia ya kwamba faith, uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana. Bwana Yesu apewe sifa, ya mambo yasiyoonekana. Na sasa na Yesu akasema ya kwamba wala halitakuweko neno lisilowezekana kwenu, kama mko na
na imani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nikasema ya kwamba faith is the key to all possibility. Bwana Yesu apewe sifa. If you have faith, you cannot be opposed. If you have faith, you cannot be stopped. If you have faith, you cannot be limited. If you have faith, Bwana Yesu apewe sifa, you can become whatever you want to be. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ndani yako kuna imani. Bwana Yesu apewe sifa. Na sasa ninajua ninaponena hivyo, watu wengi wanauliza, and why do we pray and we do not receive? Bwana Yesu apewe sifa. Why do we pray and we do not receive? Bwana Yesu apewe sifa. We pray and we do not receive because we do not pray a prayer of faith. Bwana Yesu apewe sifa. We pray and we do not receive because we do not make a prayer of faith. Sasa ninajua naye mtu pale anajiuliza, and how is that prayer of faith made? Kwani hilo ombi la imani huwa linaombwa aje? Kwa sababu kama kuna mtu muombaji ni mimi, na maombi hayo yote ambayo ninaomba sipokee. Na sasa unatueleza ya kwamba tunakosa kupokea kwa sababu hatuombi kwa imani. Kwani hiyo imani ni gani? Imetiko morogie. Niterake na rusi. Ewo morogie. Nake bamweleza gutwira ati. Kwi mundu hoete tani. Ndio abia gutwira ihoya ya imani. Nikio mutambukagira. Na nikio tutambukagira. Because we do pray, but we do not make a prayer of faith. Na leo nikio ndabwira kiuria kiria muraturia. How is that prayer of faith made? Yes. Bwana Yesu apewe sifa. If you have to pray, Bwana Yesu apewe sifa. Nikasema ya kwamba nyabedhome udorea bwadikite. What is faith? Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Nikasema faith is a force or a power that moves God. Faith makes the kingdom of God manifest. Because if you pray a prayer of faith, God himself comes and make himself manifest. Hawezi akakosa kuja na Mungu akija, lakini ni lazima aonekane amekuja. Etiguo gayoka gucerera no kinyago de bamenye wi mucerere dagioka coke hande takunike irio o kania menyekaga nio. Yes. O kania menyekaga nio. Yes. Why? Kwa sababu maisha yako lazima yabadilike. Hawezi akaja and you remain in the very same position that you were. Hawezi akaja and you remain in the very same life that you used to live. Then hawezi akaja and you remain the same. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba Musa alipokuwa anaenenda katika mlima anakutana na Mungu. Alipokuwa anashuka, Bwana Yesu apewe sifa, the children of Israel could not withstand the glory. Bwana Yesu apewe sifa. Matihota na bitiria lili uria okaga nabi. Mwathani arogocwo. Hiyo inakuwa ni ishara na thibitisho ya kwamba that this man while in the mountain encountered God. Hende wa makire maile ni asemania nake na Ngai. So it was evident
si jambo ambalo lingefishika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nikasema ya kwamba faith makes kingdom of God made manifest. Bwana Yesu apewe sifa. Na nikasema ya kwamba faith is the language of God. A prayer made in faith provokes God, provokes the action of God. Na ni lazima atokelezee, kwa sababu kuna mwanadamu pale duniani, mwana wake ameomba ombi la imani, anatokea tu mara moja. Bwana Yesu apewe sifa. Na imani, faith speaks of now. Faith speaks of now. Yes. Kama sasa niseme, Mama Kenny, ni nini ungetaka Mungu akutendee today? Ungetaka nipe pesa mingi. Oh yes, tupigie makofi. Amesema angetaka Mungu ampatie nini? Pesa mingi. Bwana Yesu apewe sifa. Na nimewaambia ya kwamba faith speaks of now. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio sasa Mama Charity ametuambia angetaka Mungu ampatie pesa mingi. So ndio sasa ufanye ombi na imani. Nimekwambia ya kwamba faith speaks of now. Bwana Yesu apewe sifa. Unahitaji kuenenda mbele zake Bwana, umwambie, Baba yangu uliye juu mbinguni, ninakushukuru ni kwa sababu wewe ndiye baba yangu. Ni asante ni kwa sababu ninajua umenipa pesa. Biblia inasema ya kwamba you will supply all my needs according to the riches of your glory. Kwa hivyo ninakushukuru na ninakutukuza ni kwa sababu umenipatia pesa. That is now a prayer of faith. Why is it a prayer of faith? Kwa sababu na mwingine sasa aende mbele zake Bwana. Charity mimi na Kenny tio yote ndio wake atie mbele ya Ngai. Aombe, Bwana, ninakushukuru na ninakutukuza kwa sababu ninajua na ninaamini katika jina la Yesu Kristo utanipatia pesa. Believing is not faith. Yes, believing is not faith. Neteretekia ndio kohe pesa. Kwa bodi teketia. Bwana, neteretekia ndio kohe, nitakusokelia ngano na nitakurathima Ngai. Nitondu neteretekia ndio kohe pesa. Bwana, kwa kuitekia kwihaha na wewe nja ya kuitekia. Bwana, that is the mahoya macio ni meri yahoya. Hari uyo vile mbele ya Ngai. Amwira thank you Baba. Ni tondu nie ni njui ni ukuhe mbeca iria ndirabatara na makiria ya nginya icio ndirabatara. Tondu kiugo giaku kiramenyithia ni uricugurikagira mathina makwa kuringana na utonga waku Ngai ucio uri kuu iguru, na ninagucokeria ngatho ni tondu nie ndi mwana waku na wewe baba wakwa. Thank you ni tondu ni upete mbeca iria ndirabatara ona makiria ni ucio ni wewe na witiki. Ukinaki agoka kahoya. Ninakushukuru Bwana, wewe ndiye baba yako, na ninaamini katika jina la Yesu Kristo nitiretekia. Kwa kina niwauga umesema ninaamini. Kwa hivyo hata si leo utapata hizo pesa. Ninaamini ya kwamba utanipa pesa. Believing is not faith. Na ndio nimesema ya kwamba faith is the language of now. Bwana Yesu apewe sifa.
Faith is the language of now. Faith yaragia ndagika ino, not yodogoka. Bwana ni roho Yesu. Na kiu nikio kitumaga twageko. Usiwanyita haria uragira. Ni ndira kienda ugaga Bwana ni ndagucokeria ngano. Kono ndigiretikia. Oi kwako githira. Kayu kwa roho madinte na. Ndio korore ndani ya muturi rei. Ndiretikia. Ndio gaikara thĩinĩ wa gwĩtĩkia. Tuoguo rĩu faith ĩrĩ harĩa no wewe. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Nĩndĩretĩkia. Believing is not faith. Rĩrĩa rĩothe ũrĩiguaga ũkĩhoya ũkĩra Ngai, Father Lord God, I want to bless you. For I am believing, then you don't have faith. Faith is the language of now. No one now? Yes. Faith is the language of now. Yes. Because someone who has faith, yeyote yule aliye na imani, haongei kwa imani kwa mambo ya kesho. Faith applies now. Bwana Yesu apewe sifa. Na tutaona kwa sababu tutalisoma neno katika kitabu cha Yohana, in the book of John chapter number 11, mahali Yesu alienda kwa Lazaro. Yes. Amen. Nimefunga siku tuanze mstari wa 40 mahali mkutano na Martha. Yes. Nitasoma John 11 verses 40. Yesu akamwambia, utasoma John, tusome kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 6, then turuke mstari hiyo mwingine sasa. Ndio watu waelewe tunasoma juu ya nani. Amen. Yes, John 11 verse 1 to 6. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana malhamu, akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale maubu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye mpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huyo. Naye Yesu alimpenda Martha na ndugu lake na Lazaro. Basi aliposikia kwamba hawezi, alikaa bado siku mbili pale pale alipokuwapo. Okay, sasa tusonge huo mstari. Ndio mwaniita tunaongea habari ya Lazaro, si ndio? Sasa tusonge pale. Amen. Mstari wa 40. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Amen. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria alisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Amen. Bwana Yesu upewe sifa. Amen. Na ningependa leke tusome kumariri. Najua utasoma kwa haraka. Hebu tusome hiyo John 11 tuanzie mstari maana nitapenda mahali Yesu Maria alisema kama ulikuwepo ndugu yangu angekufa. Yes. Maana nilikuwa nimepanga tusome kuanzia mstari wa 20 mpaka 43. Sijui kama ni kifungu kirefu ama 20. Amen. Tunasoma Yes. John 11 verse 20. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki.
na Mariamu alikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu angalikufa. Yes. Lakini hata sasa najua ya kuwa yeyote utakayomwomba Mungu, Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Oh yes. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake, akamwita ndugu yake Mariamu faragani, akisema, mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia, aliondoka upesi akamwendea. Naye Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa akalipo pale pale alipomlaki Martha. Basi wale Wayahudi waliokuwapo na Mariamu nyumbani wakimfariji, walipomwona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata, huku akidhani ya kuwa amekwenda kaburini ili aliye huko. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake, akamwambia, Bwana, kama ungalikuwepo hapa. Ama tuende sasa mstari mwenye umesoma hivi hauga tumatigwethomera nigetha uhote kunyita uhoro ucio wega. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa soma mstari wa 40. Mstari wa 40. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiniamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu unaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Si unaona ombi la imani? Martha anamwendea Yesu Kristo, akaambiwa ya kwamba Lazaro amegojeka. Biblia inasema ya kwamba na hata watu wa kijiji walikuwa wanajua Lazaro alikuwa ni rafiki yake Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Biblia inasema ya kwamba hata alipoambiwa ya kwamba rafiki yake anaugua, alizidi na kukaa mahali alipokuwa kwa muda wa siku zingine 3. Bwana Yesu apewe sifa. Na Biblia inasema ya kwamba akiwa mahali alipokuwa, rafiki yake Lazaro akafa. Bwana Yesu apewe sifa. Na alipokufa, Biblia inasema ya kwamba Yesu hata alipoambiwa ya kwamba rafiki yake ni mgonjwa, alisema, na huu ugonjwa si wa kifo, bali ni wa kuleta utukufu kwa Baba yangu aliyenituma. Bwana Yesu apewe sifa. The sickness is not of death, but it is for the glory of the Lord. It is for the glorification of the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa hivyo Yesu mwenyewe alikuwa anajua hii ugonjwa umempata rafiki yake, ndio Mungu Baba akaweze kutukuzwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa hivyo tunaweza sema ya kwamba faith also brings glory to God. Bwana Yesu apewe sifa. Imani huleta utukufu kwake Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu imani huwezesha jambo ambalo si jambo la kawaida likatendeke. Na
ungekuwako, ndugu yangu hangekufa. Naye Yesu akamwambia, amini, ni kwa sababu ukiamini ndugu yako atafufuka. Jesus was speaking of faith. Yenye nimewaambia faith speaks of now. Kwa sababu alimwambia Martha, amini hata sasa ndugu yako atafufuka. Bwana Yesu apewe sifa. Martha naye akajibu, kama vile Wakristo wengi tuko, ninajua atafufuka siku ya kiyama. Yes. Atafufuka siku ya kiyama. Nejo ili akarioka muthenya wa iriokero. Naye Yesu akamuongelesha mara tena, akamwambia, si nimekuambia amini. Bwana Yesu apewe sifa. Have faith. Bwana Yesu apewe sifa. Because faith speaks of now. Bwana Yesu apewe sifa. Tunasonga, tunafika pale Yesu alipoenda kuomba. Na hiyo ombi ndio nimewaambia. Jesus prayed a prayer of now. Kwa sababu aliposongea katika kaburi la Lazaro, alisema, na kushukuru Baba yangu uliye juu mbinguni, because I know you always hears me. Even at this moment, ninajua utanisikia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana sifiwe. He made a prayer of faith, a prayer of now. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana sifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba alipoomba hivyo, na akasema ya kwamba nimesema maneno haya ndio umati ambayo umenizunguka uweze kusadiki. Nigetha kirindi giki githiururukeirie Jesu we mwene ndio wake. Hii kusema nimesema maneno haya ndio umati huu ambao umenizunguka uweze kusadiki. Inamaanisha ya kwamba kwake Yesu Kristo, kama ni yeye mwenyewe aliulizwa, hata hagenena, alijijua. Yes, he knew himself. Because if it was him and him only, he wouldn't even have prayed. Bwana Yesu apewe sifa. He would even have just stood like this. Anene ndani yake na Lazaro atoke katika kaburi. Lakini sasa ikabidi, kwa sababu ya umati ambao ulikuwa umemzunguka, he made that short prayer. Ndio umati ambao uliweza kumzunguka uweze kusadiki. Bwana Yesu apewe sifa. And in that even short prayer, he made a prayer of now. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ni arogoshwe. Horuko ni aligia aito tugiathire ri kwambiriria kuga riu Bwana ni ndaguthaitha thini wari twaria Jesu we niwe ukoragwo wi Ngai haha uke na ndukage guka riu kinya ni wambiriria kumwira no o age rona uke na ndukage guka umenyerere muno haha tigaconoke etekera kuonania tu we niwe Ngai etekera kuonania koguo rimwe ndiaragaga gwitikira kuonania waigua kinya katengesie mahoya-inĩ macio etekera kuonania we niwe Ngai koguo rimwe ndiaragaga kuonania. Yes, that is now the kind of prayer majority of us would have made on that day. Bwana Yesu apewe sifa. Na nicoke uge na nitira gwitikia Ngai nie nĩ njũĩ ndũngĩnjonora. Nĩ njũĩ ndũngĩnjonora na ndũngĩtĩkĩra njonoke.
Ilo icito Yesu wasikuire. Hallelujah. Ne wakuire gushonoka gwitu. Ne akuire gushonoka gwitu. But the prayer that you have made is not a prayer of faith. Yes. Tondu riria ugire ndiragwitikia it's I am believing you. Yes. Yes. That shows that you don't have an assurance. Faith is not in you. That is why you are believing. A prayer of faith is above believing. A prayer of faith is not believing. Believing shows that you have doubt. Believing shows you have doubt. Na you hauna imani ile. Hauna imani ile 100% faith. Bwana Yesu apewe sifa. Na Yesu akaonyeshana mfano ya jinsi tunavyofaa kuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa sababu alipomwendea baba yake hakusema maneno mengi. Alisema asanti Baba, ninakushukuru kwa sababu ninajua wewe unanisikia. Hata sasa hivi I know you hears me. Bwana Yesu apewe sifa. Nithegio netondu ni nitwe baba ni utiguaga ona riu nitwe ni wati no nitwe ni wati giwa nona it is already done. Nona ne wati you have heard me. Know that way I know you will hear me. Nona I know you will hear. Nitwe ni uretigua no augire thegio nitondu nitwe ni utiguaga ona riu nitwe no watigua. It is done. Bwana Yesu apewe sifa. A prayer of now. Faith is a prayer of now. Yes. Dawira nitwe ni kwigocithia. Na ni urigocithia. Ni ukwionania. Augire nitwe onani ni watigua. And that is how we ought to pray. Bwana Yesu apewe sifa. Oguo niguo twagirire ni gukorwo tukihoya. Bwana Yesu apewe sifa. Because the minute umeweka I prayed, I believed. Niliomba na nikakuamini. Kwa hivyo uliomba na hukuwa na imani kabisa. Then you proceeded to believe. Bwana Yesu apewe sifa. What does it mean to make a prayer of faith? Ombi kama hili Yesu aliomba. Thank you my Father for you. I know you hear me and even now you have heard me. Bwana Yesu apewe sifa. Number 1, inaonyesha ya kwamba Jesus knew his Father very well. Bwana andika hapo. Jesus knew his Father very well. Bwana Yesu apewe sifa. Jesus had no doubt. Hakuwa na shaka na baba yake. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu alijua the capability of God the Father. Unaona? Yes. Alijua uwezo uliokuwa na baba yake. Bwana Yesu apewe sifa. Jesus himself, the relationship between Jesus and God the Father was intact. Hakuwa na shaka na ushirika kati yake na baba yake. Bwana Yesu apewe sifa. Na nikio amenyaga no kinya
amuigue tondu mari kindu giki kimwe. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu apewe sifa. Ni amenyaga ngwataniro yake na Ngai ithe. Bwana Yesu apewe sifa. Ndari na nganja. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ndio sasa maombi yetu nasi yafanyike the prayer of faith. Bwana Yesu apewe sifa. We need even to examine ourselves. Bwana Yesu apewe sifa. Neguo, you are proceeding to make a prayer of faith. Bwana Yesu apewe sifa. How is your relationship with your God the Father? How is your relationship with your God? Bwana Yesu apewe sifa. Na hiyo ni jambo moja. Ushirika wako na Mungu wako unakaa aje? Kabla you go before the Lord and you make a prayer of faith. How is your relationship or fellowship between you and your Father? Bwana Yesu apewe sifa. Number 2. How far do you know your God? Mungu wako umemjua kiasi gani? Kwa sababu kutokuwa na kutojua Mungu jinsi alivyo ndio kunaleta shaka. Akikorwo urathie mbere ya Ngai utoe. Nona? No kinyogie na nganja. No kinyogie na nganja. Tondu norathie iguru ria kindu utoe. Etiko. No tari mukwende guku Kenya kia gioro wa America. Nitire tadi America. Njero explain. Ikiwate. Mwathani arogocwo. I know in America there is a state called California, yes, Seattle, Texas, Washington DC, iria jiguaga. Tondu no kuigua jiguaga. I have never been there. Mwathani arogocwo. But if you know something, then you are very well fast with that thing. You can explain and give details of your God. Bwana Yesu apewe sifa. Na kule kumjua ndani kabisa, kule kumjua Mungu, it build your confidence. Kunajenga your confidence deep within you. Bwana Yesu apewe sifa. Mwana rogo gwakaga confidence thĩinĩ waku ũkaigua wĩna ũmĩrĩru to approach the throne of God because you know you are God very well. Na ndio Danieli akasema, them that know they are God very well, they shall do exploits. Bwana Yesu apewe sifa. Mambo ya kustaajabisha hayawezi yakatendwa na ambao hawamjui Mungu wao. That is in Daniel 11, I think 32. Bwana Yesu apewe sifa. Ambao hawajamjua Mungu wao kabisa hawawezi wakatenda mambo makuu. Bwana Yesu apewe sifa. Mwadhani ya roho shuka. So ni lazima uongee juu ya Mungu unayemjua vizuri. Ukisha mjua vizuri, unajua vile anavyopenda na vile hufai kufanya. Ndio sasa ushirika wako na Mungu uwe umesimama na umedumu imara. Ukiwa na ushirika mwema kati yako na Mungu, then you will be able to approach God with faith. Bwana Yesu apewe sifa. Utapata ujasiri wa kuenenda mbele zake Bwana na kuomba ombi la imani kwa sababu unamjua Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Hata Yesu akasema, ni asante Baba yangu kwa sababu ninajua wewe unisikia. Alijua. He knew the Father and he knew that the very same Father hears him and even now amemsikia kwa sababu alijua baba yake vyema. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana sifiwe. Bwana ni roho shika. Kwa hivyo ni lazima kwanza mjue Mungu. Bwana Yesu apewe sifa.
And how do you know God? Bwana Yesu apewe sifa. That is Romans 10:17 inasema faith cometh by hearing. Si ndio? By hearing and hearing the word of God. Sasa ndio umjue Mungu, lazima ndani yako kuwe na wingi wa neno. Bwana Yesu apewe sifa. Mwadhani ya roho. Lazima ndani yako kuwe na wingi wa neno. Warumi 10:17. Warumi 10:17. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Amen. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Yes, faith comes by hearing, and hearing what? Ukiwa na wingi wa neno lako, neno la Mungu ndani yako, Bwana Yesu apewe sifa, linabadilisha mawazo yako. Mwadhani ya roho shu. Your conscience is changed. Bwana Yesu apewe sifa. Na nikio all Romans 12:12, be ye transformed by the renewing of your mind through the word of God. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu adui mkubwa sana wa mwanadamu ni mawazo. Bwana Yesu apewe sifa. Kama example ya Martha, tunamuona ya kwamba anapinga ambavyo Yesu Kristo alikuwa anamwambia. Ni Yesu mwana wa Mungu anaongea, lakini Martha kwa sababu alikuwa na wazo la utu, anapinga maneno yake Yesu Kristo. Na kwa hivyo nasi ndio tuweze kufika level ambayo Mungu anataka tufike, ndio tufanye ombi la imani na Mungu aweze kulisikia. Ni lazima kwanza tubadilike sisi wenyewe, nia zetu na mawazo yetu yaweze kubadilika. Bwana Yesu apewe sifa. Nia zetu na mawazo yetu yatabadilika aje? Nia zetu na mawazo yetu kubadilika kwake, dawa yake ni neno la Mungu. Mwana ni roho. Amen. Neno la Mungu. Ukunywe neno lake Mungu. Usome neno lako Mungu liwe lingi ndani yako. Mwana ni roho. Amen. Mwana ni roho. Amen. Hata ukiwa umelala, mwana ni roho. Even in your deep sleep, you reach a level that even in your deep sleep, wakati umelala hata haujisikii, ukiingia in your subconscious ambacho utatoa, it is only the word of God. Bwana Yesu apewe sifa. Ginokomete mwana ni roho. Kiria kiuma in your subconscious faculty, it is only the word of God. And how do you attain that level? It's only by feeding your spirit with the word of God. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati tulizaliwa hatukuwa na jina. Eti hatukuwa na jina. Wakati ulizaliwa haukuwa na jina. Si ndio? Ulikuwa tu just like that. Your parents gave you name. Si ndio? Who told you your name? Nani alikwambia jina lako? Ulikalishwa mahali ukaambiwa wetagwo Muthoni. Unaitwa Muthoni. Weta. Inavile kwa Asha. Hey. Mrs. Patamaina. Obama rekaito orere magito. Makofi tafadhali. Nataka nikuulize swali. Nina andilo wapi? Ukara hape. Yes. Kuja hapa nilipo. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa huyu ni mtoto
si ndio? Ni mtoto na mzazi, si ndio? Nataka nikuulize swali moja mama Ani, our mom, si ndio? Huyu msichana ulimkalisha kwa kakiti ukamwambia jina yako ni Ani Muthoni Maina. Ani Muthoni Maina. Ani Muthoni Maina. Ile tiko igwile. God bless you. Tuwapigie makofi. Ni kuitwa aliitwa. Akaitwa. 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 Pale mwanzo kulitanwa Muthoni hakuangalia, alikaa, sio? Kwa sababu hakujua ni jina lake. Likazidi na kutakaswa Muthoni. 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 Ikafika mahali akasema conscious yake, unaona, damu yake ikinywa tuwale wadati wacha nuo Muthoni kata kakiwa katotra katageuka inatikuo karibu etaniyo Naomi kinyake faraine kimanagari weta no Naomi no wajilike kitako Naomi inatikuo eto naitwa hiyo jina ikaikia katika moyo wangu, ikaikia into my conscious subconscious, nikajua sasa my name is Naomi. Na lile akikilia kimenya geheria ya lakio ayate Njoroge. Yes, Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ikafanyika nikienda hata kama niende tauni ya Nyahururu nisikie mtu anasema Naomi Gakio, uwanga ninajua that is somebody who knew me. Sidio? Either my classmate in high school, either in primary school, ama mtu wa kijiji nilikotoka. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini nikisikia mtu anasema Reverend Naomi Njoroge, yes, najuaga yes, that's my name now. That is somebody who knows me. After I got married, this forward. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi nasi katika hali ya neno, that very way ndio Mungu ana expect tushike neno, tulikue ndani yetu. Hata mtu akisema basi kwa imani, faith comes. Hata kama umelala, roho yako inamaliza. Comes by hearing and hearing the word of God. Kwa sababu umekunywa ile neno la Mungu, kiasi ya kwamba even if your heart is opened up, ambacho kitatoka ndani yako ni neno lake Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu neno lake Mungu ndilo pekee linabadilisha mawazo yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio Paulo akawaambia kanisa lao, akawaambia watu wa Warumi, be ye transformed. Tuweke sasa. Badilikeni. Na si kwa sababu ya jambo lingine. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa sababu ya neno lake Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Soma Baba Nicholas. Amen. Tuanzie Warumi 12, tuanzie mstari wa kwanza. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mugeuzwe
kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana Yesu apewe sifa. Mpate kubadilika nia zenu, wala msifuatilie namna ya dunia. Kwa hivyo there is a system of this world, na ndio Bwana Mungu anasema tugeuke, tuachane na mambo ya ambayo wako katika dunia, bali tufanywe upya nia zetu, mpate kujua. Ukishafanywa nia zako zikishafanywa upya kupitia neno la Mungu, hapo ndipo utaweza kujua hakika mapenzi yake Mungu yaliyo mema. You know that which is good, perfect, will and acceptable will of God. Kama haujabadilishwa nia, na kubadilishwa nia ni kuwa na neno. Bwana Yesu apewe sifa. Hauwezi ukajua mapenzi yake Mungu, that which is good, perfect and acceptable will of God, even concerning your life. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tumesema ya kwamba faith is the language of now. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio sasa ukaweze kufaulu katika hali ya kuomba ombi la imani. Bwana Yesu apewe sifa. Ni lazima uwe na neno ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na an example of somebody who knew what was supposed to do, the centurion alimwendea Yesu Kristo, akamwambia nina mjakazi mmoja katika boma yangu ambaye ameugua. Yesu akamwambia nitaenenda na wewe kwako. Alimwambia hata hauna haja ya kuja kwangu. Bwana Yesu apewe sifa. That is in the book of Matthew chapter 8, na hiyo mtaenda mjisomee. That is in the book of Matthew chapter 8 verse 5 to 13. Akamwambia sema tu neno, kwa sababu hata kwangu mimi ni askari juu ya kikosi, na huwa ninawaamuru wewe enenda fanya vile na wanatii. Bwana Yesu apewe sifa. So this guy knew the authority and he knew the order of things, how they are done. Bwana Yesu apewe sifa. Alimwambia Yesu, mimi hata si mkamilifu, usikuje kwangu, just speak a word. Mpaka Yesu akamwambia na sijaona imani kama ile katika nchi ya Israeli. Bwana Yesu apewe sifa. Na Biblia inasema ya kwamba hiyo goboyo ikihona there. Bwana Yesu apewe sifa. Odo mwadi wayo athire hari Yesu with a prayer of faith. Ona tokinya gutidio gioka gwako. Aliakiugo. That is now faith. Aliakiugo. Wali akiugo aliombo siye ndejoe kivo ya kugetikio lilaki. Ndejoe kivo ya kutitakia tuwali yako. Ndejoe kivo ya kukere ndakina. Ndejoe kivo ya kukere no hoti. Nieto atidio gioka gwako. Aliakiugo. Mosie idari Yesu akiye. Gogo ekihona. Bwana ndiye rogosu. Mundu wajiwadire na ihoya lia a prayer of faith ni mutumia who had the issue of blood for 12 years, kwa sababu alisema katika moyo wake, if only I touch the hem of his garment, hata sitaki anione uso, hata sitaki aniwekele mkono, hata sitaki anene neno, niguze tu pindo la vazi yake, najua nitapona. Na Biblia inasema ya kwamba Yesu akawaambia wa disciples wake, if only you had faith little as mustard seed. This woman had faith, kwa sababu
imani yake ilimwezesha hakuona umati. Imagine the crowd that was with Jesus. Alikuwa hata na wanafunzi wake, na ujue the crowd was big. Yesu aliposema nimesikia kuna nguvu ambazo zimenitoka, wanafunzi wake hata walimwambia na wenye ukire wakiuga ati nawe na niguo kire niguo turatindikana wacoka wauga ati ni waruti atia na kinya ni andu turagiriria nigetha matigakugũithie. Wacoka wauga ni waruti atia. Jesus insisted nie he mũndũ warutia, na akasimama ndio atazame. Bwana Yesu apewe sifa. Tondũ kulikuwa na wao ambao walikuwa wanasukumana na Yesu, lakini kwao walisukua Yesu kama mwanadamu wa kawaida. But this woman, kuenenda kwake kwa Yesu hakukuwa kwa kawaida. Kuguza pindo lake Yesu Kristo hakuguza na njia ya kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Touching that hem of garment haikuwa njia ya kawaida. Alikuguza na uguzo wa kibingu. The way that thing moves God. Imani hiyo hata Yesu Kristo mwenyewe alisikia imemtingiza. Akaibua na ndani hiyo kuliyotowekeka. Yes. Todo David katoria tokaga tokaga kanisa. Kwenda kutinda musie. Yes. Etigwe. Todo ni sadi. Ekedi goyo ya ko mekirite bu. Dio. Abo kakanida. Etigwe. Yes. Todo ni sadi. Dile na gogo ye. Ekedi kanida. Yes. Omenelu gayonaka. Biblia imaga God judges the body. Ginya motivate ya okire nayo kanida. Gayonaka. Akima kauga ekedi kanida. Ndio kisa kuja kila watu wa God ya rosi aleko. Ikorode yotaka kore tini kwa gageuka. Unaona? Yes. Unaona? Na gailionaga kuri ukiugaga nginya sade kana kinyaga korwa biririe kuhoya mwathani ni ndagucokeria ngatho na ndakurathima ni tondu wa sade ni thengio tondu ni ndiramenya kiugo kiria ugatuma ndungata yaku ndakigakorwo kirigiako na nginya gĩũkĩra kauga Lord I bless you because I know this is the day that you have made, that I may be glad, rejoice, be transformed, be renewed, be blessed. Nigetha nginya nyogererwo mwathani arogocu akauma gũka kanitha. Andũ acio igĩtua na ũrĩa matiganĩte. Kũrĩ ũkire one andũ arĩa mekĩrĩte nguo. Kuri ukire tondu ndari na mbeca cia guthii orodoio ndakambura kana mucio katanina etigu kuri ukire tondu mutungati mwene akira ogwa koria nadoni morini eko na ni ari akuria diari kuo muthi tikienda gutina ikoneke etigu kuri ukire nigetha camanie na murata tondu ni ndirenda kuona nyina ng'ania ri na ndingĩmuonerwo kanitha-inĩ ndirenda gũgathiĩ thoko kamucarie ndingĩmuonerwo kanitha-inĩ rekethi kanitha nigetha tũcamanie wona rĩu kĩu no gĩtũmi ĩtiguo no nĩ kũrĩ ũkire arongoretie gũcamania na Ngai mwathani arogocu. Kwa hivyo wakati tutakuwa tunatoka pale tumaga tuli andũ so different. Yes. Nituhoyaga hana tukauga asante Bwana kwa sababu ninajua neno hili hatutatoka katika ukumbi huu jinsi tulivyoingia
lakini kuna wengine wanatoka jinsi walivyo ikia. Yes, because the motive matters. Etibu, nia yako ilikuwa gani wakati ulikuwa unakuja? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ninataka sasa tusimame mbele zake Bwana na ndio tuweze kuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Tuombe ya kwamba Bwana akatusaidie tukaweze kupata kumjua na tukapate kujua neno lake, ndio tukapate kuwa na nguvu na uwezo wa kusimama mbele zake and make a prayer of faith. Nimewaambia ya kwamba faith is a language of God. Faith is a language of now. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa hivyo huwezi kuwa na imani na Mungu ambaye haumjui. Ni lazima kwanza umjue huyu Mungu, ujue jinsi alivyo. Sasa ndio imani yako ijengeke, ukaweze kumtumainia yeye na yeye pekee. Bwana Yesu apewe sifa. Twende mbele zake Bwana tukiongozwa kwa wimbo wa kumwabudu Bwana, na ninajua tutabarikiwa. Yeah.
badilisha maisha yetu, badilisha nia zetu, badilisha mioyo yetu. Jehova, naomba ya kwamba tukapate kiu Jehova na shauku Jehova Bwana ya kukujua katika jina la Yesu. Thank you Lord Jesus. Shata baragenda saliti ya makwazaka asaka ya naraburika zaki ya taika sobina masika daya Jehova rika maganda raburika makia zaki ya takazoka rika azantai kovina rakura bakia sobina ukaongezeke ndani yetu, ukaongezeke Yesu, nafsi tukapungue katika jina la Yesu, ukaongezeke Yesu, ukaongezeke Yesu, nafsi Jehova Bwana tukapungue katika jina la Yesu. Neno lako Jehova Bwana likawe na wingi katika maisha yetu, katika jina takatifu na teule la Yesu. The mighty name of the Lord Jesus. Tukapate wingi wa neno katika mioyo yetu, tukapate kiu Jehova Bwana ya kutafuta uso wako, kiu ya kukujua na kukujua zaidi, katika jina la Yesu Kristo. Thank you Father Lord Jesus. Thank you King of all glory. Wacheni sasa tuombe ombi la pamoja, na ninajua tutabarikiwa. Tuweze kuchukua mikono yetu juu mbele zake Bwana katika jina la Yesu. Ni asante Bwana Mungu wa rehema, tunakushukuru na tunakutukuza ni kwa sababu ya neno lako. Umetunenea Jehova Bwana Mungu wa rehema, na tumejua ya kwamba Bwana Mungu wa rehema, tukiwa na imani Jehova Bwana, like the seed of mustard seed, Jehova, Biblia inasema ya kwamba lolote lile tutakaloliomba Bwana Mungu wa rehema utatutendea katika jina la Yesu Kristo. Tumejua ya kwamba faith moves your hand, faith moves your power, O Jehovah Lord God. How I pray that Jehovah King of all glory, Bwana utatusaidia tukajegeke katika neno, katika jina takatifu na teule la Yesu. Ndio imani yetu Bwana Mungu wa rehema ikaweze kuinuka, na diposa Bwana wakati wowote ule tunaposimama mbele zako tukaweze kufanya ombi la imani. Ni kwa sababu ombi la imani Jehova litatokana na kukujua wewe Jehova. Tuomba ya kwamba Bwana Mungu wa rehema katika jina la Yesu kasaidiane na nasi Jehova, tukaweze kukujua na kukujua zaidi Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Badilisha mawazo yetu, badilisha nia zetu Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Aomba ya kwamba Jehova Bwana mmoja aliye katika kikao hiki akapate kiu na shauku Jehova ya kukujua zaidi, ya kukufahamu zaidi, ya kujua jinsi unavyopenda, katika jina la Yesu Kristo. Na Bwana Mungu wa rehema, tukisha kujua, maisha yetu hayatabaki jinsi yalivyokuwa. Ni asante ni kwa sababu utalifuata neno lako kwa Roho wako Mtakatifu, na utazidi Bwana kutunogelezea katika roho zetu, katika masikio yetu. Nasi Bwana Mungu wa rehema tuomba kubadilika tangia siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu wa Bwana ambaye ndiye nguvu na uwezo, tuomba ya kwamba utatuwezesha katika jina la Yesu Kristo. Tuomba na hata na kuamini. Amen. Ni asante hata watu wa online wabarikiwe na wakapate kujua Mungu zaidi, na wakapate kukua katika imani. Ndio siku zote watakaposimama mbele zake Bwana wakafanye ombi la imani, na kwa hakika ombi la imani hawatakosa jawabu, katika jina la Yesu Kristo. Na wabariki katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kanisa tuseme amen and amen. God bless you. God bless you.